Habari ndugu msikilizaji, karibu tena katika kipindi changu hiki cha mahusiano ya ndoa. Tunaendelea na mfumo wetu wa afya leo, maambukizi ya njia ya mkojo UTI kwa wanaume. Ni jinsi gani unapata maambukizi wewe mwanaume? Hii leo tunazungumzia huyu ni mwanaume. Watu wengi wanaamini kuwa UTI ni tatizo la wanawake pekee, lakini ukweli ni kwamba wanaume pia wanaweza kupata maambukizi ya njia ya mkojo, yani UTI, na mara nyingi huleta usumbufu mkubwa kama hayatatibiwa mapema. UTI ni nini? UTI ni maambukizi yanayotokea katika sehemu za mfumo wa mkojo kama vile figo, kibofu cha mkojo, mlija wa mkojo, urethra. Maambukizi haya husababishwa zaidi na bakteria wanaoingia kwenye njia ya mkojo. Dalili za UTI kwa wanaume: maumivu au kuwaka wakati wa kukojoa, kukojoa mara kwa mara hata kama mkojo ni kidogo, mkojo huwa na harufu kali au rangi isiyo ya kawaida, maumivu ya chini ya tumbo au kiuno, wakati mwingine homa na uchovu. Sababu zinazoweza kusababisha UTI kwa wanaume. Sasa hebu ziangalie hizi sababu. Nafikiri msingi sana kwa mwanaume kunisikiliza kwa makini na ukajua sababu zipi zinaweza kusababisha UTI kwako wewe mwanaume. Baadhi ya sababu ni kama zifuatavyo. Kushikilia mkojo kwa muda mrefu. Inamaanisha kwamba umebanwa na mkojo unauacha kwa muda mrefu. Yaani ukijisikia mkojo, jitahidi kwenda kukojoa, usiubane kwa muda mrefu. Hili ni tatizo. Usafi duni wa sehemu za siri. Usafi wako katika sehemu za siri. Kujamiana bila kinga. Sasa utakuta mtu anajamiana bila kutumia kinga. Ninaposema kujamiana, nafikiri kila mtu anaelewa. Kushiriki tendo la ndoa bila kinga, hasa kwa wanawake wasio waaminifu. Kwa wale wanaume ambao wanashindwa kutulia na mwanamke mmoja au mume wake au mke wake, hawana ni matatizo kwamba jitahidi kushiriki kwa kutumia kinga. Maambukizi ya bakteria, matatizo ya tezi dume, prostate. Haya nayo ni matatizo yanaweza kusababishia wewe kupata UTI. Madhara kama hayatatibiwa mapema. Madhara haya ya UTI, sasa tuangalie madhara ambayo yanaweza katokea endapo utashindwa kutibiwa UTI kwa haraka. Kama UTI haitatibiwa mapema, inaweza kusababisha maumivu makali ya kibofu, maambukizi kufika kwenye figo, kupungua kwa nguvu za kiume wakati mwingine. Namna ya kujikinga. Sasa tunakuja kwenye kinga ambayo unatakiwa wewe ujikinge ili usiweze kupata UTI. Kunywa maji mengi. Epuka kushikilia mkojo kwa muda mrefu. Kubana mkojo, usikojoe kwa muda mrefu. Hili ni tatizo. Ukijisikia mkojo, jitahidi kwenda chooni ukakojoe. Dumisha usafi wa sehemu za siri, tumia kinga wakati wa kujamiana. Hitimisho, UTI kwa wanaume ni tatizo linaloweza kudhibitika kabisa kama litagundulika mapema. Ukiona dalili zozote, ni muhimu kuchukua hatua mapema ili kuepuka madhara makubwa zaidi. Kuna mtu hajui kwamba UTI inaweza kaua. Lakini sasa unafikiri kama umenisikiliza